towards God, ama kuwa na imani. Kiswahili leo nitajaribu nitumie ile ya chini zaidi, ndiposa kila mmoja akaweze kuelewa. Si ni ukweli? Si kuna wale ambao wamejiunga nasi bado tuko pale chini tunakuja. Kwa hivyo leo mtaniruhusu tujaribu kutumia ile ya chini zaidi, ndiposa kila mtu aweze kufaniki na kupata kitu. Hallelujah. Faith towards God. Mzee wewe ni mzuri sana kwa Kiswahili. Hiyo tutaiwekaje kwa Kiswahili? Faith towards God. Imani kwa Mungu. Towards kwa Kiswahili ni ikituelekeza ama nini? Si mnaelewa? Acha tuiache hivyo. Tukielekeza ama hivyo tu ilivyo. Faith towards God. Na Biblia inatuambia ya kwamba the Bible tells us to repent and believe, to have faith. Biblia inatuambia ya kwamba ni vyema kutubu na kuamini ndiposa tukaweze kupata imani. Bwana apewe sifa. Kwa njia nyingine, wakati tunapoambiwa ya kwamba kutubu ndiposa tuweze kupata imani, inamaanisha ya kwamba kuna njia ambayo imekatwa ndiposa tukaweze kupata imani. Haleluya. Na sasa ndiposa tukaweze kuimiliki, ni lazima kwanza tukaweze kuwa watu ambao ni wa kurepent. Haleluya. Ni lazima tuwe na a repentant heart, moyo ambao ni wa kutubu. Wakati tunaposoma katika kitabu cha Mark 1, in the book of Mark chapter 1 verse 14 to 15. In the book of Mark chapter 1 verse 14 to 15. Ukifika sema amen. Anasema ni vizuri watu kuanga na Biblia. Na sasa tunamaliza mwaka. Sasa kama una Biblia, ambia Mungu nitanunua. Hallelujah. In the book of Mark chapter 1 verse 14 to 15, Biblia inasema ya kwamba, now after John was put in prison, Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Verse 15, and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Ati wakati yule Yohana alipotupwa katika prison, Yesu Kristo akakuja akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Katika mstari wa 15 tunaambiwa ya kwamba, na akasema ya kwamba, na wakati umewadia ambapo ufalme wa Mungu umeshafika. Na anasema ya kwamba mkaweze kutubu na kuamini katika injili ama katika habari njema. Ni kumaanisha ya kwamba wakati tunapoambiwa ya kwamba repent and believe, anajaribu kutuonyesha ya kwamba kama Wakristo kuna mambo yenye hatutaweza kuyafikia pasipokuwa na repentance na kuamini. Bwana apewe sifa. Do you know tunaweza kuwa Wakristo ambao tuko tu, hatuendi mahali, tuko tu pale ni Wakristo, lakini Wakristo wasiokuwa na repentant heart, wale watu ambao hawana ile hali ya kujirudia. Na usipojirudia, kama vile ambavyo Biblia inatuambia, ni ya kwamba ukweli wa mambo hauwezi kujenga imani yako. Bwana apewe sifa. Imani inajengeka as a result ya kuwa mtu ambaye ni wa kutubu. Halo. Na wakati tunapoongea juu ya repentance sio ile hali ya kujihurumia. Do you know kuna watu ambao hufika mahali akifanya jambo, akilia anaona ni kana kwamba alirepent. Bwana apewe sifa. Repentance sio kujihurumia. Repentance ni kuangalia makosa ambayo umeyafanya na unageuka upande ule mwingine. Haleluya. Na wakati tunapofanya vile, chenye utendeka katika maisha yetu, imani huanza kujengeka. Halo. Bwana apewe sifa. Na sasa hapa ndipo kuna kuanga na mtego mkubwa sana, ambapo unapata ya kwamba usipokuwa mtu ambao ni wa kurepent, kuna mahala ambapo huwa tunafika katika stage nyingine ambayo ni ya mazoeano, kuzoea sisi tunamzoea Mungu. Na hakuna mambo ambayo ni mabaya kama mazoea, kumzoea Mungu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Wakati tumezoea Mungu, I can do anything at any time with anyone at any place. Na bado nibaki nikisema ya kwamba bado naenda katika safari. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Sijui kama ushaikutana na watu unajua ya kwamba huyu ukweli wa mambo amekatana na Mungu kabisa. Lakini wakati umekutana na kukazia macho anakuonyesha vile anaenda. Na ukweli wa mambo kuna kitu huwezi ukafanya. Hauwezi ukadanganya Mungu na huwezi ukajidanganya na huwezi danganya shetani. Si kweli? Si hata shetani anajua wale ambao ni wake. Nataka unishikie kidogo. Si hata wewe unajua ukweli kama unaenda ama wewe. Bwana apewe sifa. That means tukiwa hata mahali kama hapa, unajua kama ni kuzindikisha umezindikisha wengine ama uko katika anasema bogi.
uko katika ile bogi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wangapi wanapata kitu? Tusome pia katika Matendo ya Mitume 20 hadi 22. In the book of Acts chapter 20 verse 20 to 22. In the book of Acts chapter 20 verse 20 to 22. Biblia inasema ya kwamba I kept nothing that was helpful but proclaimed it to you and taught you publicly from house to house. Verse 21. Testifying to the Jews and also to the Greeks, repentance towards God and faith towards our Lord Jesus Christ. Ati ya kwamba Paulo anasema ya kwamba na sikuzuilia kuwaambia mambo yaliyo ya msaada ama mambo ambayo yangeliweza kuwasaidia, lakini niliyatangaza kwenu na nikayafundisha hadharani, nyumba kwa nyumba. Verse 21. Na nikishuhudia kwa Wayahudi na Wayunani jinsi ya kuomba repentance towards God, ile hali ya kuwa na toba kwa Mungu na kuweza kuwa na imani kwake Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Kwa kumaanisha ya kwamba hapa kuna mambo mawili yenye tunaambiwa katika mara ambapo tumesoma. Jambo la kwanza tunaambiwa ni ile hali ya kutestify, aliweza kutestify to the Jew and to the Greek, repentance towards God, ile hali ya kuweza kutubu kwake Mungu. Bwana apewe sifa. Jambo la kwanza ni kutubu kwake Mungu. Jambo la pili, tunakuwa watu wa kujenga imani yetu katika Kristo. Na the reason why anatuambia juu ya imani katika Kristo ni kwa sababu ya yale ambayo Kristo aliweza kufanya kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na kama vile ambavyo niliwaambia hapa wakati mwingine, Yesu Kristo wakati alipoagikwa mara pale msalabani, Yesu Kristo alikuwa asiye na hatia yoyote. Yesu Kristo hakuwa nafaa kuwa katika ule msalaba akiwa amesulubishwa. Yesu Kristo hakuwa nafaa kuchapiliwa mishumari vile alivyochapiliwa. Yesu Kristo hakufaa kuyapitia mateso ambayo aliweza kuyapitia. Lakini Yesu Kristo akawekwa pale kwa mbadala. Mimi ndiye nilikuwa nafaa kuwa katika ule msalaba kwa sababu ya zile dhambi ambazo mimi tulikuwa tumezifanya. Haleluya. Lakini hakukuwa na mpango mwingine wa kumwokoa mwanadamu. Ni lazima Yesu Kristo angeweza kutolewa na akaagikwe mahali pale msalabani na damu yake ikaweze kutoka ndiposa tukaweze kusamehewa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Jesus Christ was innocent. Yesu Kristo hakuwa na mawaa yoyote. Mimi ndiye nilikuwa ninafaa kuwa mahali ambapo alipokuwa. Bwana apewe sifa. Na anytime wakati tunapojenga imani yetu kwa Kristo, ninataka niwasaidie wapendwa kuwa unaelewa ya kwamba uwe unaangalia the bigger picture, what happened on the cross. Bwana apewe sifa. Kile ambacho kiliendelea mahali pale msalabani. Na ndiposa kila wakati tunapata naye shetani ni kwa sababu anataka Yesu Kristo nikane kana kwamba sisi tunamkejeli. Kila wakati inakaa tunaonyeshwa ni kana kwamba sins is very sweet. Bwana apewe sifa. Kila wakati shetani anajaribu kukoti ile dhambi, inaonekana ni kana kwamba ni tamu sana. Na kama vile ambavyo niliwaambia ya kwamba sin is very sweet but very poisonous and deadly. Hello? Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wakati wote tuko katika safari ya wokovu, ni lazima tukumbuke the bigger picture, the sacrifice that was done on the cross. Ile dhabihu ambayo iliweza kutolewa mahali pale msalabani. Bwana apewe sifa. Lakini ukweli wa mambo hauwezi yafanya kama hauna imani na Mungu. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wakati tunapofika mahali tunakanyanga nje outside the grace of God, ni kwa sababu shida iko katika moyo, katika maeneo yetu ya imani. Bwana apewe sifa. Kuna jambo ambalo Shiku amesema, akasema ya kwamba kuna wakati Jumapili akatestify akasema ya kwamba alienda na akapata kazi. Bwana apewe sifa. Na ilikuwa kazi nzuri. Siku ya leo amekuja akasema ya kwamba ameenda akapata kazi nyingine ambayo hata haimchoshi na ni kazi nzuri. Na akashindwa haya mambo kwani yanaendangaje? Mungu kunaendanga. Ukikaa tu vizuri na Mungu kunaendanga tu. Haleluya. Na ninaomba hata kwako kukae vizuri kuendange tu hivyo. Halo. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na nataka tusome katika the book of 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 to 10. Wa Thessalonike wa kwanza mstari wa 9 hadi wa 10. 1 Thessalonians
Na Biblia inasema ya kwamba for they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turn to God from idol to serving the living God and true God. Verse 10. And to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, who delivers us from the wrath to come. Ati ya kwamba na wao wenyewe wakatangaza kuhusiana na what manner of entry we had to you, and how you turn to God from the idols, vile ambavyo mlibadilisha maisha yenu kutokana na kuabudu kwa sanamu. Bwana apewe sifa. Na hapo pia na mimi ndipo ambapo mimi na wewe tulikuwa ile hali ya uabudu wa sanamu. Bwana apewe sifa. Na mtu anaweza mchungaji, sasa sisi hatujawahi hata ziona hizo sanamu, tunazisikianga. Bwana apewe sifa. Wacheni tuongee ukweli. Ongeeni ukweli. Niwaambie mimi kama mchungaji wenu natakanga tunazungumzia na tunaongea mambo ya ukweli. Si wewe hata katika mahali ambapo ulikuwa umetoka. Na kama hujatoka utaniitafuta pastor tufungue hiyo mambo. Bwana kwa sifa. Si kuna watu mnafunganga katamba hapa. Bwana apewe sifa. Si kuna watu wanafunganga hizo tu vitu. Bwana apewe sifa. Na zinakuanga za nini? Kwa sababu pastor hajaijua ni za nini. Simu niambie zinakuanga za nini? Mtu atuambie tu inakuanga ya nini? Inakuanga ya nini? Ninasikiza. Hakuna mtu anajua. Kujikinga. Inakuanga ya kujikinga. Hiyo wamenyamaza, hiyo si ya kujikinga. Naona wanasema si ya kujikinga. Ni ya nini? Inakuanga ya nini? Msaidieni pastor aelewe hizi vitu. Bwana apewe sifa. Bahati. Kuna wengine nasikia ni za bahati, akifungwa na wengine asiangaliwe vibaya. Inakuanga vitu kama hizo. Unaona mnacheka kwa sababu mnajua. Na mmekataa kuniambia pastor asiulize mlijulia wapi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Si unapata ya kwamba hizi ni vitu ambazo watu waliingizangwa ndani hata hujui ni za kazi gani. Na wengine hata mkaanza kutafuta tumatawi twingine tunameanga kwa barabara. Anasema ni kabahati. Una kachuno unaweka kwa mfuko. Ati nikosa upate bahati. Bwana apewe sifa. Hizi zote ziko classified katika idol worshiping. Bwana apewe sifa. Ni uabudu ambao ni wa sanamu. Na kuna tu vitu twingine unapata ya kwamba tunaweka kwa nyumba, kuna twingine tunaweka kwa vibeti. Halo. Unajua hata labda tukinamisha vibeti zingine hapa tutapata msekobe. Halo. Bwana apewe sifa. Ama tujaribu? Tujaribu? Unajua unasema lakini tukianza mtatoroka. Haleluya. Na kwa hivyo hakuna kitu ambacho ni kibaya kama uabudu ambao ni wa sanamu. Bwana apewe sifa. Na hizi sanamu zinachukua position ambayo ilikuwa ni ya Mungu, inamilikiwa na mtu ambaye ni mwingine. Ukikumbuka wakati wa sanduku la agano, I think iko katika, is it 1 Samuel? Ni 2 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel. Pale unapata ya kwamba kuna wakati walichukua wakaliiba kutoka Israeli. Na wakati walipoliiba likaenda likawekwa mahali ambapo kulikuwa na miungu. Likaenda likaibiwa likawekelewa mahali pale. Na Biblia inasema ya kwamba wakati lilipowekelewa pale, kwa sababu sanduku la agano ni kama mkono wa Bwana. Wakati lilipowekwa mahali pale, ile miungu ambayo ilikuwa ni ya Wafilisti ilianguka chini, kichwa chini. Na ukweli wa mambo, wakati walipokuja siku nyingine wakapata ya kwamba imeanguka, wakaamsha wakarudisha pale. Na Biblia inasema ya kwamba wakaiamsha wakarudisha pale, siku ya pili ikaanguka na ikavunjika. Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu ukweli wa mambo, mahali ambapo kuna sanamu, Mungu hawezi akakaa katika ile tent. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo unafaa ujue ya kwamba ni lazima tuondoe kila aina ya sanamu. Halo. Bwana apewe sifa. Na sanamu ni kitu chochote ambacho unakipenda zaidi ya Mungu. Halo. Amen. Bwana apewe sifa. Siku na hata wengine tunapenda usingizi zaidi ya Mungu sana. Tunachelewanga tu pale kwa blanketi tukijipingirisha. Mtu anazunguka tu pale tu. Kama ile zani ya kinanda, anazunguka tu kwa kitanda, kwa blanketi. Hata wakati mwingine blanketi imeanguka pande hii, hata hujui iko wapi. Ni kwa sababu ulilala ukasahau. Haleluya. Bwana apewe sifa. Unapata ya kwamba inakuwa kama kasanamu. Na niliambiwa kuna wengine wanalala usingizi hadi wanatafuna usingizi. Sisi kama shaka karibu na wala anakula usingizi.
Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo nataka tuweze kuangalia the importance of faith, umuhimu wa imani. Umuhimu wa imani ni nini? Wakati tunapozungumzia hii imani, usipojua umuhimu wake, ukweli wa mambo huwezi ukapursue that faith. Hallelujah. Faith is used for every aspect of our relationship with God. Lazima uelewe ya kwamba imani hutumika katika masuala yote kuhusiana na uhusiano wetu na Mungu. Uhusiano wetu na Mungu una entail ile hali ambayo ni imani. Bwana apewe sifa. Hatuwezi zungumzia juu ya uhusiano wetu na Mungu kama tumechukua imani tukaiweka kando. Bwana apewe sifa. Because the only language ama lugha tu ambayo Mungu anayoielewa ni lugha ambayo ni ya imani. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wakati tunapozungumzia mambo yoyote yale ni lazima tujue ya kwamba hatuwezi tukaondoa imani mahala pale. Number one about the importance of faith is salvation. Salvation, wokovu. Na Biblia inasema katika the book of Romans chapter 10 verse 9, katika kitabu cha Warumi 10 mstari wa 9, Biblia inasema ya kwamba if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Ati wakati unapokiri kwa kinywa chako ya kwamba Yesu ni Bwana na unaamini katika moyo wako ya kwamba Mungu aliweza kumfufua kutoka kwa wafu, utaokolewa. Bwana apewe sifa. Kuna mambo mawili nataka uweze kushika mara pale. Jambo la kwanza anatuambia juu ya confession with our mouth. Bwana apewe sifa. Ile hali ya kukiri na kinywa chako. Hakuna mtu anafaa kukiri kwa niaba yako. Inafaa wewe mwenyewe unakiri kwa kinywa chako. Bwana apewe sifa. Na jambo la pili anasema ya kwamba na kuamini kwa moyo wetu ya kwamba Yesu Kristo aliweza kufufuliwa kutoka kwa wafu. Wakati tunapoamini vile, pia nasi tutakuwa watu ambao ni wa kuokolewa. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kuna watu siku ya leo wanasema ya kwamba mimi ninamwamini Mungu, lakini walikatana na confession. It is not complete yet. Bwana apewe sifa. Na siwezi sema nimeconfess lakini nimekataa ile hali ya kuweka imani katika moyo wangu. Ukweli wa mambo bado it is not complete. Bwana apewe sifa. Na kumaanisha ya kwamba hakuna shortcut kwa njia hii ambayo ni ya salvation. Na hii ndio benefit ama importance ya faith. Faith inajengwa kwa wale watu ambao wamemwamini Mungu. Bwana apewe sifa. Yale mambo yote yenye tunayo ya ngote, yale mambo ambayo tunanuia Bwana akaweza kuyafanya, ni lazima tukaweza kuchukua hatua ya kwanza ambayo ni ya salvation. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Because without salvation, upendo liko hapa ni kuambia ukweli, ni ya kwamba hakuna mahali tunaenda. Pasipo salvation ni kazi bure. Hallelujah. Siku ya leo mimi mchungaji wenu nikitoka hapa na niende airport na niache hapa nimewaambia ya kwamba mimi ninaenda United States. Na ukweli wa mambo hata sina stakabadhi za kunipeleka kule. Pastor atakaa kwa ile airport kuwe na giza arudi. Anapewa. Hallelujah. Kwa sababu sina zile vitu zenye zinaniwezesha kusafiri kutoka pale kwenda upande ule mwingine. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa haya mambo ya Mungu. There are things that we are not going to attain kama tuko nje ya wokovu wake. Bwana apewe sifa. Wachana na vile ambavyo watu wengine wanasema kule nje. Wachana na vile ambavyo watu wengine wanafanya kule nje. Jua ya kwamba salvation is about you and God. Kuna watu wengi sana watajaribu kukarabati vile ambavyo wokovu huko, lakini upendo niko hapa nikuambia ya kwamba kama haujaweka Yesu katika moyo wako, it is all in vain. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Hata ile gospel ijaribu kuwa sugar coated, ijaribu kupakwa mafuta, ijaribu hata kuwekwa asali, kama hakuna salvation, baraka zenye zina entail kwa wale watu ambao wameokoka, hauwezi ukazipokea. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hata nikuje hapa na nisimame na nihubiri na watu wainue viti warukaruke, kama hakuna salvation ni kazi bure. Hiyo ni jimu umefanya. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo umuhimu wa imani, jambo la kwanza ni salvation. Umuhimu wake ni wokovu. Na wale ambao tumeokoka tuinue mikono juu kama umeokoka. Hallelujah tu. Hata mmeanza kujidau hata wenye umeokoka. Kwani pastor amesema nini? Hello. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Haya wenye tumeokoka tuinue mkono juu.
Haya, weka chini. Wenye hatujaokoka tuinue mkono juu. Usiogope, hii hakuna mambo ya kuogopa. Kwa sababu ni ile tunaenda ama atuwe. Halo. Na sasa pastor ako hapa kukusaidia kweli? Halo. Kama hujaokoka tuinue mkono juu. Inua tu mkono juu. Amen. Kwa hivyo tumeokoka. Haya, tuseme hiyo si yenu, lakini mmejua mojawapo wa umuhimu wa imani ni wokovu. Jambo la pili, importance of faith. Number 2, baptism. Baptism. Ubatizo. Na Biblia inasema ya kwamba katika the book of Romans chapter 6 verse 8. In the book of Romans chapter 6 verse 8. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. Ati ya kwamba, na hivi sasa kama tunaamini ya kwamba tuliweza kufa pamoja na Kristo, bado tunaamini ya kwamba tutaweza kuishi pamoja na yeye. Bwana apewe sifa. Ni kumaanisha ya kwamba wakati tumeingia katika hii safari ya wokovu, kuna ile hali ya kufa ndani ya Kristo. Wakati tunapoenda tunabatizwa, tunakufa pamoja na Yesu na tunafufuka pamoja na yeye. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ni kumaanisha ya kwamba kama sijaenda katika baptism, bado kuna hatua ambayo inayongojewa kwangu. Bwana apewe sifa. Na niko hapa kukuambia ya kwamba tukikaa pasipo baptism, chenye huwa kinatendeka ni ya kwamba bado tutakuwa connected sana na the past. Hallelujah. The past will never die. And if you allow the past to live, the past will not allow you to live. Bwana apewe sifa. Tunaporuhusu ile hali ya maisha ya kale yakaweza kuishi, hayataruhusu sisi tukaweza kuishi. Yatatuangamiza. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo wakati tunapoenda katika baptism, tunabari, tunafunika yale mambo yote yenye tuliyoyapitia, yale mambo yote tuliyoyafanya. Tunakufa pamoja na Kristo, alafu tukishainuka juu tunafufuka pamoja na Kristo. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na unajua mtu mwenye amekufa hata anarushanga Mungu kweli? Anarushanga? Ama Mungu anarushanga? Ushaisikia kuna mtu alienda mochari akatusiwa na wale watu walikuwa kwa mochari. Hadi nilienda wakanitusi. Kuna mtu ushaisikia kusema kitu kama hiyo? Haiwezekani. Kwa sababu wamefanya nini? Wamekufa. Bwana apewe sifa. Na sisi wakati tumekufa pamoja na Kristo, wakati tumesulubiwa pamoja na Kristo, ukweli wa mambo kusulubiwa, si Yesu alikuwa ameunganishwa miguu ikachapwa msumari na mikono ikaweza kupigwa mpaka pale msumari. Akakaa katika msalaba. Yesu angeweza kurusha teke kweli? Kwa hivyo wakati unapoona ya kwamba unaweza tupa teke, jua ya kwamba ulitoka kwa msalaba kitambo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wakati unapopata ya kwamba unaweza fika mahali na ukaporomosha matusi, wajua kuna watu kuporomosha matusi kwao ni kama gift. Halo. Mtu anaweza kukuachilia matusi hadi unashindwa, ni mimi nimeambiwa hivyo. Hadi unaibika kutembea ukikumbuka vile ambavyo umeambiwa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Sijui kama ushaitusiwa na feel kujikuna kwa sababu ya matusi. Bwana apewe sifa. Ati zikianza kuachiliwa ni huyo mtu jua ya kwamba hajai kufa katika Kristo. Na usiwe na shida na yazidi kumuombea. Bwana apewe sifa. Na niliambiwa tu wa Kristo ndio wanajiwanga kutusiana sana kuliko wale wa kupande ile nyingine. Ni ukweli? Ni ukweli? Bwana apewe sifa. Ni kweli? Sasa kama iko hivyo, si niwaite tu niwaombee kwanza, tumalizane na hii mambo alafu tuendelee na hiyo pati nyingine. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ambie jirani yako ni vizuri tukae katika msalaba wa Yesu. Na tusikubali kujiresurrect kabla hatujakuwa resurrected. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo kama vile ambavyo nimemwambia ni ya kwamba wakati una allow the past ikaweze kulive, the past will not allow you to live. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo tunafaa kuterminate the past. Inafaa umalizane nayo. Kale ka boyfriend kalikuwa kakitabo, achana nako. No. Kama ulifika mahali ukaolewa, move on. Kaa katika ile ndoa yenye umeolewa. Connection na tule to pass, wachana na tuo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ati mzee akitoka una kasimu kengine kadogo. Nilikuwa naambia rafiki yangu kuna wengine wanatusimu tudogo. Kasimu kadogo sana. Na kama uko nayo sio wewe, ni wale wenye hawajaokoka. Kuna ile simu kubwa, hiyo hata inawekwa kwa meza, lakini haka kasimu kadogo nikakuweka tusiri.
Hata kasimu hata ati mtu akienda kwa babu anaendanga nako, hawezi toka kwa mfuko. Ni nini hiyo unaficha? Bwana apewe sifa. Ni kwa sababu bado mtu amekataa kuachana na past. Yeye na past wameshikana kabisa. Na hiyo past haitakuwa lao wewe ukaweza kumove forward. Itakuangamiza. Bwana apewe sifa. Ni lazima disconnect na the past. Kama mambo yaliisha yale ambayo nilikuwa na girlfriend kabla sijaoa, hiyo connection yote iishe. Forget about it. Anza kupalilia ile uhusiano uko ndani yake. Bwana apewe sifa. Na hizi ndizo zimeletea watu shida, wengine hata wamepata magonjwa ya kisukari. Hawakuwa nafaa kuwa nayo. Ni kwa sababu bado wameshikamana na the past. Wamekataa iangamie. Hallelujah. Basi unasikia hata kuna wengine ambao wameokoka lakini bado alikuwa ametolewa kule kwa kutumia vitu kali, lakini bado anajifichanga kwa nyumba, anameza na anatafuna kitunguu. Dada yangu, ndugu yako, unajidanganya. Bwana apewe sifa. Hiyo ni kujidanganya. Hakuna mahali unaenda. Wewe utabaki hapa. Siku moja utakuja ungojee pastor wafiki hapa na wale walisimama vizuri. Rapture ilitendeka. Washiko kwani pastor alichelewa aje? Sisi tulienda, wewe ndio ulichelewa. Hallelujah. Ambie jirani yako ni vizuri tukae sawa sawa. Mwambie ni vizuri kukaa sawa sawa. Number 3, importance of faith number 3 ni prayer. Maombi. Prayer. In the book of James chapter 1 verse 6 to 7. James chapter 1 verse 6 to 7. Biblia inasema ya kwamba but let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by wind. Ati anasema ya kwamba lakini aruhusiwe akaweze kuomba kwa imani na asiweze kuwa na shaka yoyote. Ni kwa maana yule aliye na mashaka ni kana kwamba yale yanaitwa ni kwa Kiswahili the waves, mawimbi yanayosukuma na upepo. That means when we are praying ni lazima tukaondoe ile hali ya doubt. Anapoe sifa. Maombi yanakosa kujibiwa kwa sababu ya kuchanganya maombi na shaka. Maombi yakichanganywa na shaka hakuna kitu unaweza ukaattain. Bwana apewe sifa. Na nikopa nikuambia ya kwamba faith inakuanga challenge. Faith ina so many enemies. Na so faith kila wakati unapoamini unapata ya kwamba situations ama circumstances huwa zinajaribu kupoke the hole kwa ile imani. Diposa ikaweza kuwa ni kama imebust. Ni kana kwamba imeondoka, chochote kilichokuwa ndani kimeangamia. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba wakati tunapoomba ni lazima kwanza tufunge ule mlango ambao ni wa mashaka. The doubt ni lazima tuzifungie nje. Halo. Niliwaambia hapa nikawaambia kwamba unajua Biblia inasema in the book of James ya kwamba a double-minded man asitarajie kitu kutoka kwa nani? A double-minded man ni yule mtu mwenye amekuja akaambia Mungu ya kwamba Mungu, ninaomba unipatie bando moja ya unga. Alimwambia asubuhi. Ikafika saa 8 bado Mungu hajakuja. Ikafika saa 12 Mungu hajakuja. Sapa yake huwa anaitengeneza huwa anaiandaa masaa ya saa 2. Ikafika saa 1:30 bado Mungu hajakuja. Ilipofika saa 1:40 akaambia Mungu, ninaomba kama hiyo haiwezekani patie kale kaunga kado. Double-minded man. Bwana apewe sifa. Na mbaya kwamba sitarajie kitu chochote kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Na hapo ndipo huwa tunafika. Na do you know hata zile times zenye huwa tunaweka zinakuanga zetu. Hello? Si time zinakuanga zetu. Ati Mungu, nimekuambia mimi ninataka kuoa nikifikisha in the next 6 months nataka kuolewa. Nasema haya. Unajua Mungu hata kuwa assistant Mungu ni kwa sababu ati umenitisha. Ni kweli? Ati Mungu sasa ameng'atuka kwa mamlaka kwa sababu aliwekewa conditions. Anakaa miezi 6 hajakuja bado. Amengoja. Ashindwa ni kuachana nitaachana na Mungu ama nikasengenge nitakanyangiwa. Si unaweza decide hivyo. Ukanyangie sengenge uruke pande nyingine. Ushaisikia ati kuna maandamano mbinguni ati kwa sababu Mungu alisema ya kwamba sitakuwa Mungu tena, watu wamenikasirisha. Ushaisikia? Halo. Bwana apewe sifa. Na so hata wakati weka hizo restrictions zinakuanga zetu. Hallelujah. Zile times zenye tunawekanga ni zetu. Jana nilikuwa naambia friend of mine nikamwambia kwamba Barack Obama aliyekuwa rais wa Amerika
Alistaafu akiwa na how many years? 51? 55. Bwana apewe sifa. Na ngapi? 55. Trump aliingia akawa president na miaka mingapi? 60? Hata tuite 70 kwa sababu haikuwa 55. Nataka kuondoa pale kwa kapiti ya huyu jamaa. Tusonge pale kidogo. Huyu ndiye anatoka kuwa presidency, lakini huyu bado anang'ang'ania kuwa president. Bwana apewe sifa. Siku ya leo wakati tunapoongea juu ya Trump, kwa sababu sasa hizi sio president, Joe Biden ndiye president sasa hizi. Hata Joe Biden amepata akiwa na over 70 years. Si ni kweli? Si amepata presidency akiwa na over 70 years. Sasa hizi tukiongea juu ya Joe Biden na tukiongea juu ya Trump, hatusemi ya kwamba Obama ambaye alikuwa na miaka 55 na huyu mwingine mwenye alikuwa na kama 70 years, tunasema ya kwamba the former presidents. Bwana apewe sifa. Wote wamekalia kiti ya presidency ama hawakukalia? Time ilikuwa yetu ama ya Mungu? Bwana apewe sifa. Na sio nataka kusema nini? Kuna wakati mwingine tunawekeanga Mungu limitation, lakini hizo zinakuanga zetu. Wakati wa Mungu ukifika wa kutenda, hakuna mtu anahitaji, hakuna committee anahitaji kae chini, atakuja na atatenda. Bwana apewe sifa. He will still do. Hello. Bwana apewe sifa. Bado atatenda. Iwe umekaa miaka kadhaa, umengojea Bwana akaweza kukubariki na Bwana. Hiyo imeingiana vizuri. Bwana akubariki na Bwana. Na bado Bwana hajakuja kukupea Bwana. Hallelujah. Ninataka kukuambia kwamba still wait. Rest. Bwana apewe sifa. Usijipiganie wewe, ngojea tu Bwana atakuja tu. Hello. Kwa wakati wake atakuja na atakupatia kinachofaa. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Jambo lingine ni giving. Importance of faith, number 4 is giving. Na Biblia inasema ya kwamba in the book of in the book of 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 9. 6 to 9, 2 Corinthians chapter 9 6 to 9. Biblia inasema ya kwamba, by this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Verse 8. And who is able to make all grace abound towards all, that you, always having all sufficiency in all things, may have abundance for every good work. Ati ya kwamba na wale, kwa Kiswahili, mzee unapitia Kiswahili, unisomea kwa Kiswahili. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 9. Nisomea hadi tu mstari, soma tu hadi wa 9. Wakorintho wa pili sura ni ya 9 mstari wa 6 hadi 9. Wakorintho wa pili sura ya 9 6 hadi 9. Mstari wa 6 hadi 9. Yes. Tunajionyesha, maandiko yasema hivi, tunajionyesha kuwa watumishi wa Mungu kwa usafi wa moyo. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 9. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6 hadi wa 9. Yes. Biblia inasema hivi, kumbukeni, apandaye kidogo huvuna kidogo, apandaye kwa wingi huvuna kwa wingi. Kila mmoja basi na atoe kadri alivyoamua, kwa moyo na wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa. Maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Mungu anaweza kuwapeni nyinyi zaidi ya yote yale mnayohitaji, mpate daima kuwa na kila kitu mnachohitaji, na hivyo mzidi kusaidia katika kila kazi njema. Kama yasemavyo maandiko matakatifu, yeye hutoa kwa ukarimu, huwapa maskini, wema wake wadumu milele. Amen. Bwana apewe sifa. Tunaambiwa ya kwamba na yule ambaye anayepanda haba bado atavuna nini? Atavuna haba. Nikumaanisha ya kwamba nikichukua mbegu kwa hii container na niende nipande pale, na mwingine achukue mbegu na container kama hii, mavuno hayawezi yakatoshana. Ni kweli? Bwana apewe sifa. Kile kiwango ambacho mimi nilitumia, hicho kiwango ndicho ambacho nitakachovuna. Na anasema ya kwamba na mtu asifanye kwa kulazimishwa. Inafaa itokane na mtu
mtu mwenyewe. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba ni kwa maana Mungu anapenda wale ambao hutoa kwa moyo ambao ni wa furaha, moyo ambao ni wa furaha. Na sasa the question is here. Ni kwa nini huwa tunavuna haba? Wakati tunapoangalia katika Biblia, si tunaweza tukajijibu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Si tunaweza tukajijibu. Kwa nini huwa tunavuna haba? Ni kwa sababu unajua ya kwamba hizi mambo zote ziko katika maandiko haya. Na kama vile ambavyo tumeanza kwa kusema, tumesema ya kwamba ni lazima tuweke imani yetu katika neno la nani? Neno la Bwana. Ni kumaanisha ya kwamba wakati Mungu anaponibariki, anangojea mimi mwenyewe nikaweze kuwa mtu ambaye ni mpanzi. Halo? Ni lazima niwe mtu wa kupanda. Na hakuna mtu yoyote ambaye kupanda huwa ni rahisi kwake. Ni kibarua. Na shetani hapo ndiye anajua ya kwamba hapo ndiye anashikia watu, ni kwa sababu akishakushikia hapo anajua ya kwamba hauwezi ukaadvance, hauwezi ukaendelea. Haleluya. Bwana apewe sifa. Si niwaambia hata katika tithe watu kutoa Mungu shilingi 100 kwa tithe ni rahisi. Mungu akikupatia shilingi 1000, si tithe ya 1100 kwa. Sio ni rahisi sana. Hiyo hata haikusunguani. Hiyo na kutoa shilingi kwa shilingi 10, hiyo ni rahisi. Bwana apewe sifa. Na unaambia Mungu hata naweza nikakuongezea shilingi nyingine ziwe 2 kwa sababu ya upendo wa Mungu. Haya. Naye Mungu ndiye huyo amekuja. Mungu amekuja. Kwa sababu Mungu anakuja. Ambie jirani yako Mungu huyo. Mungu akishakuja, Mungu amekuja hata inakataa niseme. Mungu wakati sasa naye amekuja, kwa sababu Mungu huja, anakuja anakubariki. Anakuja anasema Mama Cyrus, ninataka sasa nikubariki na 100 million. Na 100 million anafaa kupeana pesa ngapi kwa time? Pasipo kuhesabu sadaka. Anafaa kupeana 10 million. Bwana apewe sifa. Hai, 10 million hizo Mama Cyrus anafaa atolee nani? Alafu Mama Cyrus, shetani unajua naye utembea sasa wakati ule. Mama Cyrus analetewa yule jamaa wa Utinangia. Si mnamjua? Yule jamaa anashikana hiyo za si mnakumbuka yule jamaa? Tuklo unapata ya kwamba tunauzwa 1000 ngapi? 400. Bwana apewe sifa. Sasa pale Mama Cyrus ameshaitwa kwa mkutano, anahubiriwa. Na sasa anaanza kuwa na maswali ya na hii mambo ya kugive ni New Testament ama ni New Testament? Ni Old Testament. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Na hiyo inatendeka ni kwa sababu wakati Mungu anapotunyima ule utele, ni kwa sababu katika ule uhaba hatukuwa watu ambao ni waaminifu. Bwana apewe sifa. Ni lazima kwanza tukaweze kuwa watu ambao wanaaminika kwa kile kidogo ambacho tunachopewa. Hata pastor aishi hapa akuombe, pastor akupake mafuta, pastor akuwekelee mikono, uanguke chini ubiringike, utoke hapo uende kule na urudi, ukweli wa mambo, the principles of God will never change. Hello. Mungu atabadilisha kanuni zake, atabadilisha. Atabaki kuwa Mungu. Ni kwa sababu haukuzingatia kanuni zake. Hello. Bwana apewe sifa. Unajua hata wenye wali-invent hizi mambo ya mwavuli, si ni idea walikuwa na Mungu. Ati wakati kunanyesha unachukua mwavuli unatembea nayo. Acha mwavuli nyumbani. Unanyesha, useme ya kwamba sasa mimi nitatembea tu sitanyeshewa. Mungu ataweka kawingu kenye akanyeshi, kaile kama kamenifunika. Dada yangu na ndugu yangu utarudi hapa kama umeloa maji. Huo ndio ukweli. Bwana apewe sifa. Inataka kumaanisha nini? Wakati tunapofikiria kwamba God ata break principles zake ndipo akaweza kutufavor, itakuwa ni uongo. Bwana apewe sifa. Hata ukianguka na ubiringishwe hapo ubingirishwe hapa, ukweli wa mambo utaamka na uende ufue nguo, ni kwa sababu haukuzingatia kanuni za nani? Bwana apewe sifa. Haleluya. Yule ambaye hapeani, yule ambaye hatoi, ukweli wa mambo kubarikiwa ni ngumu. Hata serikali yetu tukisema ya kwamba sisi wote hatutalipa ushuru, tuna expect tukaweze kuwa na mabarabara. Bwana sifa. Can it happen? Can it happen? Bwana apewe sifa. Na sio unapata ya kwamba hizi ni kanuni ambazo Mungu ameziweka. Ndiposa na anasema ya kwamba ninapenda yule ambaye anatoa kwa furaha. Na every time unapata neno linapotumika katika Biblia ati anapenda wale wanaotoa kwa moyo ambao ni wa furaha, ni kumaanisha ya kwamba giving inakuwa katika machozi. Halo? Bwana apewe sifa. Haikuangi rahisi. Si unasikiaga ka sauti kana kuambia wacha nipunguze kidogo.
Halo. Wacha nikate mkono, nasema kukata mkono. Bwana apewe sifa. Na kanisani there are two industries ambazo zinakuwa zinafanana. Industry ya matatu na kanisani ingine. Unajua tu pesa kwa manamba makanga tunakuwa tumekunja 250, si ni kweli? Hata ukipewa si unataka kumwambia wewe nipatishie ya 50. Si unapata umepewa kingine kamechoka sana. Hata kanajaribu kujinyosha, kamechoka zaidi. Sasa wakati ukitaka kujua kitu imeibiwa, nadhani nifuatie siri. Wale maaskari wenye wanapewa 250 anapewa kama kako straight. Wanapewa sifa. Tunapatanga kale ka 50 kamekujwa kwa sababu hataki kajulikane na driver anapewa, na sasa shetani ni mkora sana. Sisi ni wengi tuko nyuma na driver anapewa na makanga apatie karao, na karao nafikia sisi hatuoni, na sisi ndio wengi tuliona akipewa na anakuja anakakunja hivi, kanawekwa hapa kwa mlango hapa, si unaona mlango anafungua mlango, kanaingizwa hapa. Na sasa na yeye anakuja anajifanya anataka kuwa distract na macho yake. Anajaribu kujifanya anaangalia insurance, ka 50 anachukua na kwa mfuko. Halafu sasa na unaweza enda. Wewe unafikia hakuna kitu inaendelea? Sasa kale ka 50 ni kuibua kameibiwa. Na nikuza kamekujwa. Sasa kale nako kenye kwa kanisani ni kwa sababu hata ukikapeana una feel guilty, unajua ukweli wa mambo. Sifai kupeana 50. Lakini wacha tu nikapeane. So unakuja na unakaweka wapi? Sasa yule mwenye anaenda kuhesabu anakuwa na kibarua cha kutandaza. 250 tunatandaza kwenye wengine tunararuka, lazima tuwekwe tape. Ni kwa sababu kana injury kaliingizwa mahali ambapo akakufaa kuingia. Bwana apewe sifa. Kana ka bandage ni kwa sababu kalifinywa sana. Bwana apewe sifa. Na hicho chenye huwa kinatendeka in the same way. Hizo vitu hazihesabiki kama tithe. If you don't give the exact tithe, haihesabiki kama tithe kwa Mungu. So hata nikikaa hapa niwe mchungaji mzuri na waombea, nitaishi kuomba kama hamtatenda ukweli wa mambo tutakaaga tu pale. Maana kweli. Na afadhali niwaambie ukweli, hawezi barikiwa pasipo kufanya nini? Kutoa. Itakuwa ngumu sana. And that is the gospel. Yenye labda wengine watakwambia. That is the gospel. Maana apewe sifa. Hallelujah. Hapo yeye anasema, "Kwani pastor anaona moyo wangu?" Si mimi ni neno la Bwana. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Halo. Bwana apewe sifa. Wacha nipeane hii ya 5, hizo zingine tutaendelea baadaye kwa sababu ya masaa. Jambo la 5 about the importance of faith is healing. Healing. In the book of James chapter 5 verse 15. In the book of James chapter 5 verse 15. Biblia inasema ya kwamba, "And the power of faith will save the sick, and the Lord will raise him up." Ati nazo nguvu za imani zitamuokoa yule ambaye ni mgonjwa, naye Bwana atamfufua. Bwana apewe sifa. Pale kuna kitu nataka uweze kuelewa katika ile statement. Anasema ya kwamba and the power of faith. Ni kumaanisha ya kwamba kuna uweza ulio katika imani. Bwana apewe sifa. Kuna uweza ulio katika imani. Na sasa hii imani, wakati unapotembea katika imani, wakati unapozungumza maneno kama vile mzee alikuwa anasema hapa, wakati unapozungumza maneno unaiachilianga katika anga. Na wakati umeiachilia katika anga, kukiwa na ugonjwa kwa mwili wa mtu unatoweka, ni kwa sababu umeshapeana a command. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Na ndipo Biblia inasema ya kwamba in the book of Matthew chapter 28, we have been given power and authority. Power and authority. Mtu aliye na nguvu na mamlaka akizungumza mambo hubadilika. Siku ya leo mtu kama Matiani amepatiwa mamlaka sana. Na so akikuja mahali kama hapa, hata the impact itakuwa felt. Ya kwamba kulikuwa na mkubwa wapi? Bwana apewe sifa. Na hivyo ndivyo mimi na wewe tumefanywa na Mungu. We have been given power and authority. Wakati unapoenda mahali popote, demons zinaanza kutremble. Ni kwa sababu unatumia mamlaka yenye umepewa. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Lakini sasa shida ni kutojijua. Usipojijua, shetani atakutekia advantage. But my dear brother, my dear sister, you have been given power and authority. Na ufai kujidunisha, unafaa utembee mabega yakiwa juu. Na uanze ku-exercise the authority that has been given to you. Uanze ku-challenge the situation ambazo zimekuwa zikikuzingira pale.
Because it is until you speak ndipo mambo yakaweze kubadilika. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Siku na watu nasikianga akikwambia, unasikia kule nje mtu akisema ya kwamba mimi ile nyumba nilitokanga kwa sababu ya kunyongwa, hiyo nyingine nikatoka kwa sababu ya kunyongwa, hiyo nyingine nikatoka. Utahama nyumba ngapi? Si utahama nyumba nyingi? Bwana apewe sifa. Hata askari mwenye amepatiwa mamlaka akisimama pale kwa junction ati afanye mkono hivi, truck ya kwanza ipite ikose kusimama, asimamishe ya pili ikose kusimama, ati akuje pale aseme mimi hata hii kazi ya uaskari nataka kuacha kwa sababu nasimamisha wasimami. Huyu hata anafaa kuvutwa asubuhi. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ni kwa sababu that man awe amekonda na ni mrefu, awe amekula ama hajakula, awe hata ni mgonjwa anafili kana kwamba ataanguka, afanye tu mkono hivi, watu usimama kwa sababu ya mamlaka, lakini sio kwa sababu yake. Bwana apewe sifa. Even the devils na demons huwa zina tremble sio kwa sababu yetu, zina tremble kwa sababu ya authority that we have been given. Bwana apewe sifa. And now you need to exercise the authority that you have been given. Do you know kuna wakati unakaa katika ka comfort zone sana, shetani anateka advantage na unajiona ni kana kwamba wewe ni mtu useless. Niko hapa kukuambia ya kwamba you are not useless. You are useful. That vessel ambayo ni wewe imeachiliwa nguvu nyingi zaidi. Na ndiposa Yesu akaweza kwenda msalabani ndiposa ukaweze kuwa ile kitu ambacho Mungu alikuwa anataka uwe. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ukienda kwa nyumba wakati kama mzee venye anasema kunguni ilikuja na akazungumza zikatoweka, hata wewe kuna kunguni za kila aina. Bwana apewe sifa. Labda kunguni ya kwako sio kama ya ile alikuwa nayo. Wewe zungumzia hiyo kunguni, tumia mamlaka ambayo Bwana amekupea. Bwana apewe sifa. Na lazima tutumie kwa imani. Hello. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Kwa sababu shetani anapenda watu wenye hawajijui sana. Anataka kufanya biashara na wao sana. Anataka kuwachezea sana. Lakini ukishajidiscover wewe ni nani, ukweli wa mambo hata mapepo hayatakaribia karibu na wewe. Yatakuwa yanasikia ukitajwa yanatetemea. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na nakuambia haya mambo ni kwa sababu ni mambo nimeyashuhudia mimi mwenyewe. Sikuambii mambo ambayo labda nimeyaona kule nje. Ninakuambia mambo ambayo yamekuwa practical kwangu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hata mzee ametuambia kwamba hakuwa anasikia vizuri. Si saa hizi yuko. Bwana apewe sifa. Na nakumbuka hata tukiongea na yeye jana na nikamwambia leo utakuwa kwa ibada. Hakuwa anaona kama atakuwa kwa ibada. Na hata mahali pamezalia Mungu akuponye kwa sababu yeye. Bwana apewe sifa. Hitaji mama mahala ambapo ni mgonjwa. Ile ilikuwa inakadi kana kwamba inakuumiza moyo. Ninataka utu useme hivi. Tukiwa tu hapa kwa kanisa. Sema mama pokea uponyaji. Sema mama pokea uponyaji. Na ameshapokea. That is how simple it is. Mambo ya hii gospel it is not complicated as you think. Sio complicated. Ni very easy. Hello. Just use the authority. The president akipeana order. Wacha kwanza niwapatia good example. Wakati Barack Obama alipokuja Kenya, pale UNEP, sikulikuwa na tuvibanda. Mnakumbuka wale mlipitanga ile njia? Na kulikuwa pia na watu wa gazeti na wengine wanapika chai pale. Wakati aliposema anakuja, alipiga simu akasema na pale UN muondoe zile vibanda kwa sababu nitaenda pale kwa embassy. Aliwapiga simu akaambia hivyo. Kusema tu anakuja Kenya. Kule tukibanda hata asijui tulipelekangwa wapi. Na kule kulikuwa na madenti kwa barabara zikafunikwa. Na zile tu pavement venye tulikuwa tumekaa tumechoka tukapakwa rangi. Ni kwa sababu kuna mkubwa Bwana apewe sifa. Na ninataka pia na wewe ujue ya kwamba in the same way ndivyo umepatiwa mamlaka. Ati ukisema unaenda mahali mapepo yanaanza kutetemeka. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Hello. Wangapi wanasema mimi nita exercise the authority that I've been given. Ninaomba ianze kuwa practical. Ni kwa sababu hii gospel lazima tuanze kuifanya practical. Tuache tu kuwa na maneno mingi lakini matendo tunataka yaweze kuwa makubwa. Bwana apewe sifa. Watu wakiletwa hapa, watu ambao ni wagonjwa, wengine ni saratani, wanakuja na wanapokea uponyaji, ni kwa sababu mimi na wewe tumejijua sisi ni akina nani. Bwana apewe sifa. Si ati sasa mtu akishapata saratani inakaa ni kana kwamba sasa imesainiwa anaenda. No, tunatangaza ya kwamba we have been given power and authority. Na tunazungumza life mahala ambapo hakuna life. Tunazungumza hope mahala ambapo kuna hopelessness.
Tunatengeneza njia mara ambapo hakuna njia, kwa sababu tumepatiwa mamlaka. Bwana apewe sifa. Na niko hapa kukuambia ya kwamba mpendwa, mahala ambapo tumefika na season ambazo tumezifika, ni lazima mambo yabadilike, whether the devil likes it or not. Shetani apende asipende. Hata wale wetu ambao wameshikwa, wale wetu wenye wamefungwa katika vifungo tofauti, wengine wamefungwa katika madawa ambayo ni ya kulevya, wengine wamefungwa katika ushirikina, tunatangaza, tunasema ya kwamba enough is enough. Bwana apewe sifa. And we declare their liberty in Jesus name. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Nani alisema ya kwamba wana wa wafalme ndio wanafaa kuteseka? It is supposed to be the other way round. Wewe ni mwana wa mfalme wa wafalme. Na ukiwa mwana wa mfalme wa wafalme, unafaa kuwa una-enjoy the benefits ambazo zinatokana na ikulu ambayo ni yenu. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ambia jirani yako, kuanzia siku ya leo sitaogopa matisho. Nimeogopa sana. Na wacha niwaambie siri. Kuna watu hata tunahamishanga kwa plot kama ujuani. Haya niwaambie hizi kama pastor. Kuna watu God help us. Unajua kuna watu usumbua sana hata kwa plot. Maana kwa sifa. Inakaa wanakusumbua na wewe hata umejazwa na roho. Na hakana roho. Kwanza kenye kana kusumbua hakana roho. Ati uwezi ukalala. Kuna wakati inafikanga unasimama kwa nyumba na unasema ya kwamba mimi nimekahamisha. Na rent yenye kanalipa ni ya huu mwezi peke yake. Next month hapa akako. Na watu wanahama wanaenda. Bwana apewe sifa. Ni nini tunatumianga? Ni mamlaka. Bwana apewe sifa. Vile vile ambavyo tunazungumzia magonjwa na maradhi na zinatoweka, hivyo hivyo ndivyo tunazungumzia wale wanafanya ushirikiano na wanahama. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ambie jirani yako ni vizuri kutumia mamlaka. Bwana apewe sifa. Do you know unaweza kuta hata watu wenye wako kazi wanafanya kazi ya corruption through the authority that you have been given. Hello. Bwana apewe sifa. Wewe unasema nyinyi poreni tu, lakini nimewapatia siku 30. Nyinyi wote mwe hamko kazi. Na zikifika wanavutwa kazi na shindwa kumenda namna gani? Bwana apewe sifa. Haleluya. Na ndipo sio vizuri kukaa tu unainamia wanasiasa, unainamia mwanasiasa akuja kusaidia. Waachana na yeye. Hello. Si una serve a great God. Si you are serving a mighty God. Let your God be seen. Wacha Mungu wako aweze kuonekana. Na Mungu wako akionekana hautawatafuta, watakutafuta. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Hello. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa sababu the trend yenye wengi hutumia ni ya kwamba wakati watu ni wengi, watu wakiwa wengi kwa kanisa huko wataenda. Wakati watu ni wachache hawaendi. Na sasa nataka muweze kufanya the other way round. Ujijue wewe ni nani, uanze kutumia the authority, uanze kupelekwa katika vyeo vya juu. By God. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Amen. Hello. Bwana apewe sifa. Hadi kuna mahali tuliendanga na rafiki yangu na ilikuwa kwa hospitali, na hata baadaye ndio nilifikiria hiyo kitu nikasema, na by the way unajua ukiendelea hivi unaweza fanya biashara za watu zifungwe, na sio vizuri kwa sababu pia wale watu ni washirika wetu. Na wakati tulipoenda kwa hospitali na tukaomba, nasema na wenye wako kwa hiyo hospitali wapatiwe ruhusa. Ni kama Mungu alikuwa amengojea tu iseme. Watu walitoa ruhusa wakatoka wakaenda. Na nakumbuka wakati nilipoenda kuona yule mtu mwenye nilikuwa nimeenda kuona, nikapata vitanda ziko empty. Na nikasema sasa Mungu, sasa hapa inaendanga namna gani? Kwa sababu sasa just imagine, si walikuwa wanalipa. Wale watu walikuwa kazi. Kwa sasa ukiendanga sasa hospitali zote, si ni kumaanisha watu watakuwa kazi. Watu ni vizuri kufikiria wakati mwingine. Bwana apewe sifa. Hello. Lakini nataka tu ujijue. Sitaki kukuambia ati nikienda sitaomba, nitaomba. May God help us. May God help us. But that is how prayers work. Hivyo ndivyo maombi hufanya kazi. Hivyo ndivyo maombi hufanya kazi. Unaweza kuwa hata hauna kazi, lakini zungumzia kazi katika ulimwengu wa kiroho. Anza kutengeneza anga ya kazi. Bwana apewe sifa. Tengeneza anga ya kazi. Na ukitengeneza utapata ya kwamba njia zimejitengeneza. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Hello. Hallelujah. Wangapi wamepata kitu siku ya leo? Wangapi wanasema nitatembea katika imani ya Kristo?
Chenye tu kitafanya tu imani isiweze kufanya kazi ni dhambi. Na ujue dhambi inameanga hata kitambi bandia. Na ikishamea inazaanga. Hallelujah. Amen. May God help us. Lakini naomba ya kwamba tusikubali dhambi izae. Tusikubali kupenda dhambi. Dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya. Wengine wetu you are supposed to be very great. Wengi wetu hapa. Wengi wetu. Na Mungu ananuia ukaweze kwenda mbali sana. Lakini bado kuna kama hali umejishikilia hivi. Na unaona ni kana kwamba nikiachilia hapa mimi nitaisha. Bwana apewe sifa. Nitamaliza na hii example na wapatie hii example. Kuna jamaa alianguka kwa shimo, lakini ile wakati alikuwa akiteremka kutoka juu, sasa akitoka kwa ile shimo akafika amejishikilia mahali. Bwana apewe sifa. Na sio wakati alijishikilia akaambia Mungu asante sana kwa sababu ningefika kule chini ningeangamia. Naye Bwana akamwambia kwamba hata hapo umeshikilia achilia. Hiyo sio sauti ya Mungu. Mahali nimeshikilia na venye nilikuwa nimeteremka. Niachilie na sijui mahali ninaenda. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na sio jamaa akakaa pale, ameningana. Strength ikafika mahali ikaisha, akaachilia. Alikuwa amebakisha tu futi moja afike chini. Futi moja kama kutoka hapa hadi hapo. Alikuwa amebakisha hata distance tu afike pale. Na sio alichoka sana, afadhali angetii ile sauti hata angechoka zaidi. Bwana apewe sifa. Na hivi